Hali gani ndugu yangu, rafiki yangu? Leo nina maswali mengi ambayo najiuliza. Pengine hata wewe mwenyewe maswali haya ambayo najiuliza na wewe mwenyewe ulishawahi kujiuliza. Na katika kujiuliza kwako pengine wewe ulipata majibu, lakini mimi bado majibu sijapata. Hivyo kama uliweza kupata majibu juu ya maswali ambayo najiuliza mimi, naomba unisaidie na mimi hayo majibu kunipa, pengine inaweza ikawa ni msaada kwangu. Lakini kabla hatujaendelea mbele kujua ni maswali gani ambayo nimekuwa nikijiuliza, naomba unisaidie ku like na comment na kushare na kusubscribe. Japo wengi hampendi kusikia nikiwaambia ku like na comment. Napenda niende direct kwenye hoja maalum, lakini huo ni wajibu. Sio kusema kwamba mimi napenda kusema hivyo, ila ni wajibu unanibidi niseme kwamba nisaidie ku like na comment na kushare na kusubscribe. Karibu sasa tuanze. Maswali gani ambayo unajiuliza? Kuna watu wametuzidi kiumri, wametuzidi kiuchumi, wametuzidi kimaarifa, wametuzidi kihuduma. Lakini wale watu waliotuzidi, kuna mifumo ambayo wametutengenezea ambayo mpaka hivi sasa bado inatuchanganya, tunashindwa kuelewa tufanyeje ili tuweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfumo wa kwanza ambao walitutengenezea ni hapa. Wametuaminisha kwamba dini ndiyo jibu la maswali ambayo tunajiuliza. Lakini hata wao wana dini pia. Na tukiangalia maisha yao ni magumu kama ya kwetu sisi. Lakini wanazidi kutuambia kwamba tumwamini Mungu ndipo maisha yetu yatasonga mbele. Sasa swali linakuja, je, wale wote ambao maisha yao yako chini na maisha yao yako duni sana, je, hawamwamini Mungu? Bado vile vile wakatumedesha sumu nyingine ya pili, nasema mtu akikunyang'anya kwa nguvu, mpe, mwacha aende, Mungu atamlipa. Lakini nakuuliza swali, wewe ambaye unampa mtu ushauri wa namna hiyo kwamba mtu akikunyang'anya kwa nguvu mpe, mwacha aende, swali, je, kwako ni sahihi kuona mimi nakuja na kupiga makofi na kukunyang'anya kila ulichonacho na ukamwachia Mungu, au na wewe utajibu mashambulizi? Jibu la haraka ni kwamba na utajibu mashambulizi, ili hata nikikunyang'anya at least utakusha fanyaje, ushapambana. Sasa hayo maswali mimi nimekuwa nikijiuliza, sielewi. Nashindwa kuelewa, je, ili mimi nifanikiwe ni kwamba nimtumikie Mungu sana au nisimtumikie Mungu? Swali lingine ni kwamba, je, ni haki na ni halali mimi nikubali vitu navyo vitafuta, nikishavipata mtu aje ninyang'anye vyote kwa pamoja na nisimfanye chochote? Pia vile vile tunasonga mbele. Kuna mfumo mwingine ambao tumemezeshwa ambao unasema hivi: ukiona umefeli kiuchumi na angali ulikuwa ushajipata, ujue tayari umerogwa. Sasa swali linakuja, je, ni kweli kila aliyefeli kiuchumi baada ya kujipata baadaye, je, alirogwa? Jibu unalo wewe. Sasa mimi naomba tu niishie hapo. Kama unajua majibu ya vitu ambavyo nimeviongelea hapo, nisaidie kunijibu. Na kuomba sana nisaidie kunijibu, kwa maana mimi nimejiuliza, nimeshindwa kuelewa.